Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa ZVP Online TV. Karibu sana, ikiwa ni siku nyingine tena, naweza kusema ni siku ya kwanza tunaanza mazungumzo yetu haya. Kipindi hewani ni maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za ndoa. Utapata kujua swala zima la ndoa. Kwanza tutapata kuangalia ndoa ni nini kwa undani zaidi na kuweza kufahamu kile kitu ambacho tunakizungumzia. Tukizungumzia maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za ndoa. Naitwa Farida Saif, lakini siko peke yangu. Nitakuwa naye Alhaj ambaye baadaye nitakujuza ni nani. Pengine unahisi ni mtu fulani, lakini nitakujuza tukirejea hapa kuwa ni nani. Kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kutakufanya uwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu pale tunapokuwa tumeziweka. Maoni na ushauri vinaruhusiwa kudondosha hapo chini, alafu pia sisi tutaweza kuvifanyia kazi. Tunaenda break, tukirudi hapa mengi mazuri utapata kuyajua kuhusiana na ndoa. Najua unajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na ndoa. Kwa wewe ambaye uko ndani ya ndoa, lakini kwa wewe ambaye pia unakaribia ama unafikiria kuingia kwenye ndoa, unajiuliza ndoa ni nini? Na pia ukisikia maneno ya watu, maana kuna maneno ambayo yanakatisha tamaa, lakini pia kuna maneno mengine huwa yanakuvuta wewe kuweza kuingia kwenye ndoa. Sasa hapa ndio sehemu sahihi ya kuweza kuijua ndoa ni nini kwa undani, lakini pia kuweza kujua maboresho ya ndoa yako pamoja na utatuzi wa changamoto ambazo ziko ndani ya ndoa. Nimekwambia nikija hapa nitakwambia niko na nani, na sio mwingine, ni yule Alhaj Samahati Sheikh. Namzungumzia Dr. Sule ambaye bado tuko naye kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na vitu vingi ambavyo viko ndani ya sheria ya dini ya Kiislamu, na aweze kutujuza pia hata kwenye maisha ya kawaida kuhusiana na masuala haya ya ndoa. Unaijua ndoa wewe? Tunaenda kuijua muda si mrefu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shekhe, vipi hali? Alhamdulillah. Sawa. Shekhe, kabla tujaenda mbali sana kuweza kuangalia maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za ndoa, kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama, tungependa kufahamu ndoa ni nini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma, kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ndoa ni muungano wa watu wawili wa jinsia mbili tofauti unaofuata utaratibu wa kisheria kwa mujibu wa mafundisho ya dini. Ndoa ni muungano wa kisheria wa watu wenye jinsia mbili tofauti unaofuata utaratibu wa dini. Hiyo ndiyo ndoa. Na imani utakuwa umeweza kufahamu ndoa ni nini kabla hatujaelekea kwenye mada husika ambayo ni maboresho ya ndoa pamoja na utatuzi wa changamoto za ndoa. Shekhe, ndoa nyingi sana sasa hivi zimekuwa hazidumu. Tukiachilia mbali tu kutokudumu, pia hata ikidumu basi haiwezi kufika kokote. Yaani unakuta watu wako kwenye ndoa wana siku kama niseme miezi miwili tangia wamefunga ndoa, lakini mpaka kufikia hiyo miezi miwili wamevumiliana sana. Yaani ni subra ambayo imeweza kutumika mpaka mtu anasema nimevumilia vitu vingi sana kwenye ndoa. Sasa tungependa kufahamu maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za kwenye ndoa. Ndoa zina changamoto nyingi sana. Tunashuhudia kwenye mazingira ambayo tunaishi, watu unakuta mwingine anagombana na mke mwenzake, ama sio mke mwenzake tu, hata mume wake, ama mume anagombana na mke wake kwa sababu ambazo zilikuwa na uwezo wa kukaa chini na kutatuliwa na watu wazima na kufuata sheria, na ndoa pia ikaweza kudumu. Sasa tungependa kufahamu maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto hizo ambazo zinatokea kwenye ndoa. Asante. Kwanza nianze na swala la maboresho ya ndoa. Lakini kabla sijalizungumza swala la maboresho ya ndoa, ndoa inaweza kudumu au kutokudumu kulingana na msingi. Ndoa ni kama jengo linalojengwa na wenzi wawili, kwa maana ya mke na mume ambao wameingia kisheria katika utaratibu wa dini. Wawili hawa ndio wenye nafasi ya kuijenga ndoa.
Kwa hiyo kwanza kabisa ni lazima kila mmoja ajue wajibu wake katika ndoa. Lakini la pili, ajue vionjo vya ziada vya kuiboresha ndoa. Yaani kila mmoja ajue ule wajibu wa lazima wa ndoa. Lakini pia kila mmoja katika wanandoa ajue namna ya kuweka vionjo vinavyoweza kuiboresha ndoa. Ndoa kama nilivyosema ni kama jengo. Unapolijenga jengo lolote, wakati likiwa bichi linakuwa na ule hali ya kuweza kuvunjika au kuharibika mapema. Unahitaji kulimwagia maji ili kulifanya kuwa strong. Hata tofali, kabla tofali hujalijengea, lazima ukilifyatua ulimwagie maji ili kulikomaza, kulipa ubora. Vivyo hivyo unapokwenda kulijenga kwenye mota ya tofali na tofali, unahitaji kulimwagia maji ili kuliimarisha. Vivyo hivyo unapokwenda hatua ya kumwaga zege, ima ya beam ama zege ya kiuno ama zege ya linta, itakavyokuwa, unahitaji kwenda kutengeneza mazingira ya kumwagia maji ili kuifanya zege iweze kuwa strong, iweze kuhimili mzigo wa matofali ama wa pala bati, wa pala nyumba hiyo na kadhalika. Sasa ndoa, kitu cha msingi kabisa ni kila mmoja kujua wajibu wake katika ndoa, hiyo A. Lakini B, ndoa ni lazima kila mwana ndoa ajue vionjo vinavyoimarisha ndoa. Sasa kabla sijaeleza hili, labda nianze nyuma kidogo. Ndoa nyingi leo zimekuwa zina mashaka kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni kutokujua wajibu wa wanandoa. Sterling wa ndoa wa kwanza ni mume. Ndio sterling wa ndoa wa kwanza. Kwa sababu mume ndiye anayeoa, ndiye anayelipa mahali. Jamii nyingi duniani na kwa utaratibu wa kidini, mume ndio hulipa mahali ya kumuoa mwanamke. Kwa hiyo katika ndoa mwanamke anakuwa mmilikiwa na mume anakuwa mmiliki. Lakini taratibu za dini ya Kiislamu zimeeleza wajibu wa mmilikiwa na wajibu wa mmiliki, bila ya kufinya haki za mmiliki au haki za mmilikiwa. Ndio Uislamu ulivyofunza katika ndoa, na tutazieleza kadiri mada hii itakavyokuwa ikienda huko mbele. Sasa wanamume wengi hawajui wajibu wao, kwa sababu mwanamume, yani ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya wanamume kutokujua wajibu wao. Huu ndio ukweli. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu wanamume wengi hawajui wajibu wao. Mwanamume katika ndoa ni kama dereva na mke katika ndoa ni kama kondakta katika basi. Yani tunazungumzia gari ya abiria. Mwanamume katika ndoa ni kama dereva na mwanamke katika ndoa ni kama kondakta. Kwa hiyo dereva ndo mwenye mamlaka ya kujua utaratibu wa barabara na sheria za barabara. Kondakta kazi yake kumuandalia mazingira mazuri dereva ili aweze kufikisha jahazi la ndoa mbele ama mahala husika na kwa namna inayofaa. Sasa wanamume wengi hawajui haki za ndoa. Kwa sababu leo mara nyingi inapotokea ndoa inataka kufungwa, kuna kitchen party, kuna kitchen mada, kuna kitchen dawa, anayefanyiwa huwa ni mwanamke. Usikia kuna kitchen party fulani anaolewa. Kuna kitchen mada fulani anaolewa. Kuna kitchen dawa fulani anaolewa. Kuna unyago fulani anaolewa. Kuna fundo, watu wanamfunda mwali fulani anaolewa. Lakini huwezi kusikia mwanamume anapewa mafundisho ya ndoa. Mara nyingi haiko hivyo. Ila watu wachache wanaofuata utaratibu wa dini ndio wanaweza kuingia katika ndoa kwa makundi yote mawili, kwa maana ya mke na mume, kwenda kupata fursa ya mafundisho ya dini juu ya kuisimamia, kuimiliki na kuiendesha ndoa kabla ya ndoa. Lakini ndoa nyingi haziko hivyo. Ndoa nyingi zinakwenda kinyume chake. Anayefundishwa ndoa na misingi ya ndoa huwa ni mwanamke, hali ya kuwa msimamizi na muendeshaji wa ndoa ni mwanamume. Kwa hiyo zinapotokea changamoto zozote katika ndoa, kwa kuwa mwanamume hajui wajibu wake, anaibomoa ndoa.
Ni kama vile dereva yuko barabarani, alafu conductor ndio kafundishwa sheria za barabarani. Dereva anaendesha kwa ushauri wa conductor wake. Hajui alama hii inazuia, hajui alama hii inaelekeza, hajui alama hii inasemaje. Kwa kuwa anaendesha kwa uzoefu na fikra za conductor wake, dereva ni rahisi kufanya ajali. Kwa hiyo ndoa nyingi zinavunjika leo kwa sababu watu wengi wamekuwa hawajui, wanamume wengi hawajui utaratibu wa kuiendesha ndoa. Hilo ndo tatizo la kwanza linalovunja ndoa. Nitarudi kwa kina mama pia nionyeshe shida iko wapi. Lakini changamoto ya kwanza iko kwa wanamume. Kwa nini? Kwa kuwa mwanamume hajui wajibu wake katika ndoa, hajui namna ya kuienzi ndoa, hajui namna ya kuiboresha ndoa, mwanamume anaweza kufanya maamuzi ya taraka kwa kosa ambalo angepaswa kumfundisha mkewe. Mwanamume anaweza kutoa hukumu ya talaka mahala ambako angeweza kumfundisha mkewe. Mwanamume anaweza kutoa adhabu zaidi ya talaka. Anaweza kumpiga, anaweza kumtukana mwanamke, anaweza kumfanyia kadha wa kadha kwa sababu ya kutokujua wajibu wake. Lau mume angejua kwamba yeye ndiye mwalimu na dereva wa safari ya ndoa, changamoto za ndoa angeweza kuzitatua kabla hazijatokea. Maboresho ya ndoa angeyafanya kabla hayajamfanya yule mwenye mwanamke akachoka kuishi katika ndoa. Sasa haya mawili, ili la kwanza linasababisha ndoa nyingi kuvunjika, kwamba wanamume wengi wamekosa njia bora ya kuitatua changamoto ya ndoa na kuiendesha ndoa. Lakini jambo la pili ambalo ni shida kubwa katika ndoa ni wanamume kutokujua wajibu wao katika ndoa. Tumzungumze kwanza mwanamume, afu tutakwenda kumzungumza mwanamke. Mwanamume anamuoa mwanamke, anasahau kwamba mwanamke anataka nini. Ndio yale ya kwamba hajui elimu ya ndoa. Mwanamke katika ndoa anahitaji vitu viwili. Kumpenda na kumjali. Yaani vingine vyote kwake havina ziada, havina umuhimu mkubwa kuliko mwanamke unapomuonyesha mapenzi na kumjali. Yaani mwanamke anaweza kuwa mtumwa wa maamuzi yako ikiwa kwa dhati kabisa utamuonyesha kumpenda na kumjali. Wanamume wengi hawana hilo. Wanamume wengi wanatumia ndoa kwa ubabe. Ukitaka kujua mwanamke anapenda kupendwa na kumjali, mwanamke anapokuwa ametoka labda kwenye shughuli. Mfano, asubuhi anakuomba ruksa, mume wangu naomba na kwenda msibani. Au mume wangu naomba na kwenda harusini. Au mume wangu naomba na kwenda kwenye vikao vya vikoba. Au mume wangu na kuomba ruksa na kwenda kwa jamaa zangu. Yaani anakuaga, anaondoka nyumbani, na unajua labda unamuuliza utatoka saa ngapi mke wangu? Unajua tuna watoto wamekwenda shule, au inawezekana hamna watoto lakini mna familia pale, wewe unakwenda kazini, yeye yuko nyumbani, unatarajia kupikia chakula, kuandalia na kadha na kadha. Mke wangu unakwenda kazini saa ngapi? Unakwenda kwenye hilo jambo saa ngapi? Nitatoka by saa 2 ukishatoka kwenda kazini, na nitajitahidi mpaka kwenye saa 8 niwe nimesharudi ili niweze kukuandaa mume wangu wakati unarudi. Mwanamke anakwenda kwenye shughuli, anakwenda kwenye jambo alilokuombea ruksa. Akiwa kule kwenye eneo lake, mwanamke anatamani kuona kwa kiasi gani unampenda. Mwanamke anatamani kuona kwa kiasi gani unamjali. Unaposhinda kutwa nzima yuko kule humtafuti, mwanamke anaanza kujenga maswali. Hanitafuti lakini namuona online anachati na nani. Unaona maswali yanavyokuja? Yaani wanawake wote wako hivyo. Yaani mwanamke huwa anaamini anapendwa pale tu unaposhughulishwa na yeye. Na sio tu akili ya mwanamke, ndivyo ukweli ulivyo. Mahusiano yanadumishwa na mawasiliano. Pasi na mawasiliano hakuna uimara wa mahusiano. Yaani ukikosa mawasiliano umebomoa mahusiano. Kwa mwanamke anajenga mashaka unapoonekana online
lakini anajiuliza una chati na anakuona pale kwenye WhatsApp una chati, lakini una chati sio na yeye. Anakuona muda ulioingia WhatsApp na muda uliotoka. Anakuona Instagram uliingia na kutoka. Anakuona kwenye social network unaingia unatoka. Anajiuliza swali, mume wangu ana chati na nani? Kwa swali hili tu anaanza kukujengea mashaka kwamba huna mapenzi kwa sababu umekata mawasiliano. Kwa hiyo mwanamke, ili umfanye aweze kuwa mtumwa wa mapenzi yako, mwanamke anahitaji kuona ule muda anataka kuondoka umtafute. Mke wangu umeshakwenda kwenye shughuli yako? Mume wangu nimeshakwenda. Akiwa kwenye shughuli umpigie baada ya dakika 45. Mke wangu umeshafika kwenye shughuli? Ndio. Umewakuta uliowafuata? Ndio. Mke wangu umefanikiwa kula? Ndio. Nakupenda mke wangu, nakumisi sana. Unakata simu. Baada ya muda unamtafuta tena. Mke wangu upo? Nipo. Hamjamaliza jambo lenu? Hamjamaliza. Utawahi kweli kunipikia chakula ninachokipenda? Nitawahi mume wangu. Mbona muda mrefu hujanitafuta? Hujanimisi? Sijakumisi. Nimekumisi mume wangu. Mbona hujanitafuta? Sijakutafuta kwa sababu mume wangu unajua nilipofika hapa kulikuwa na kile, kulikuwa na kile. Basi nakupenda mke wangu. Mwa. Yaani ana feel love. Ana feel comfortable kwa sababu muda mwingi unamtafuta. Muda mwingi unamjali. Muda mwingi unashughulishwa naye. Mwanamke anaona kweli mapenzi yapo. Mwanamke anaona kweli mume wangu hana kinachomshughulisha. Mwanamke anaona kweli mume wangu hana mtu mwingine zaidi yangu. Mwanamke unayemuendesha katika mazingira haya, kuna matokeo mawili. Tokeo la kwanza linamfanya aone awe hana mashaka na wewe. Na hata ikitokea ametokea kidudu mtu akamwambia mumeo unajua ana date na mtu fulani, ambia haiwezekani. Mume wangu mimi namjua. Yaani hakuna kitu kinamshughulisha zaidi ya mimi. Saa ngapi sana shughulika naye? Kwa sababu muda wote anakuona uko naye. Mawazo yako yote yako kwake. Anajenga uaminifu kwako. Anakuamini. Lakini unaposhinda kutwa nzima huna muda wa kumsalimia. Unakaa wiki nzima huna message ya mapenzi unayomtumia. Huna simu ya mapenzi unayompigia. Yaani wewe muda wote ukimuuliza ni mambo ya muhimu. Dagaa amenunua? Watoto wamerudi shule? Wameshaoga? Kuna hiki? Umeiona pesa nimekutumia? Yaani wewe maswali unayomuuliza ni yale ya msingi tu. Unamuuliza ya msingi tu. Huna swali la mapenzi unalopeleka kwa mkeo. Mkeo anaanza kufeel huna mapenzi na yeye. Hakika. Anaanza kuhisi una kitu kinakushughulisha asiyekuwa yeye. Kwa hiyo ukimtengenezea mazingira haya niliyoyazungumza nyuma, unamfanya mwanamke anakuwa mlevi wa mapenzi yako. Unamfanya wanamume wote anaokutana nao anahisi ni wanawake waliovaa magauni na sketi kama yeye, ila wewe peke yako ndo mwanamume sawa sawa. Kwa hiyo hata akitongozwa ni rahisi sana kuonyesha misimamo yake, kwa sababu mwanamke kaumbiwa kumpenda mwanamume kwa dhati. Na akifika, yani mwanamke kanuni yake akishapenda, yani anaingia mzima mzima mpaka nywele zote zinazama. Ila mwanamume ana shida moja, anapenda 50-50. Ndo maumbile. Wanamume wote duniani wanapenda 50-50. Yaani usijidanganye hapo nyumbani mmeo anakupenda 100%. Hayupo mwanamume anaingiaga mzima mzima. Ana 50-50. Akiona tu ambacho kina ziada kutoka kwako huna, anababaika wakati huo. Ndio maana kwenye darasa ya kina mama, kwenye kuwazungumzia wanawake, nitawafundisha vitakavyoimarisha ndoa zao. Nitazungumzia kile ambacho kitaboresha ndoa zao. Kwa sababu wanamume wote karibu ni vichatiange. Yaani hawatulii. Ni kama ndege. Umemweka kwenye tundu, unampa maji, unampa chakula, lakini bado anatamani kuangalia nje kuna nini. Anatamani aangalie panzi wanaopita nje. Anatamani kuangalia vipepeo wanaoruka nje. Japokuwa ndani ana maji, japokuwa ndani ana chakula. Lakini zile tundu zinamfanya aone
wale panzi ni watamu kuliko hivi vyakula ninavyoweka hapa. Sasa mwanamke, unawezaje kuishi kumtengenezea mazingira ya kuiboresha ndoa yako? Sasa wanawake wengi nao hawajui namna ya kuboresha ndoa zao. Ndio maana unaona ndoa zinavunjika mapema, kwa sababu mwisho wa siku wanaishi kama mbaya acha iwe mbaya. Umenitenda na kutenda, tumekutana kimjini mjini, tunaachana kimjini mjini. Ubaya. Sasa mwisho wa siku ndoa hazipati matokeo mazuri. Na inafanya walio ndani ya ndoa wanatamani kutoka ndani ya ndoa, japo walio nje ya ndoa wanatamani kuingia ndani ya ndoa. Lakini makundi yote mawili haya hayafaidiki na ndoa, kwa sababu hayajui misingi ya kuiboresha ndoa. Kama hilo halitoshi, nimalizie kipande hiki kidogo. Mwanamke unapomtengenezea mazingira ya kumtafuta mara kwa mara, anajimwamba fai. Hasa kwa marafiki zake. Kwamba nyinyi mmeolewa, mimi ndo nimeolewa. Yaani mume wangu mimi hana anachokifikiria zaidi yangu. Yaani ukitoa shughuli zake, namba 2 wake ni mimi. Kwa muda wake wote, akili yake yote na maisha yake yote yako kwangu. Mwanamke huyu ukimtengenezea mwanamke mazingira haya, atakupa mapenzi yasiyokuwa na mithili katika dunia. Utafika mahali utaiona ndoa tamu, mpaka dunia utaiona ni ya wewe na mkeo, na waliobaki wanakusindikizeni wapambe. Sijui unanielewa vizuri hapo. Kwa hiyo kuna wakati binadamu anaweza kujihisi dunia ya kwake, yeye na mkewe, yeye na mumewe, lakini wengine wote wapambe wanawasindikiza tu ili kuifanya dunia yao iwe tamu, kama walivyokuwa wanasindikizwa siku ya harusi ama siku ya ndoa yao. Sasa upande wa pili, wanawake wanapokaa pamoja wakamuona mwenzao anapendwa, anatafutwa, anajaliwa, yani hizi dhana mbili za kumpenda mwanamke na kumjali zikatimia barabara katika maisha ya mkeo, na mashoga zake wakajua kwamba uko hivyo, basi wanawake wenzake huanza kumuonea wivu na choyo huyu mwenzao. Na usipokuwa makini, mashoga zake watakutongoza. Usipokuwa makini, mashoga zake, kama we ni Muislamu, watatamani wapande daladala hiyo, waingie katika kundi la wake wengi. Sasa basi na mimi niwe mke mdogo. Sababu mtu ana feel kwamba kama mapenzi yana mimi nayapata, bora nikakae ukewenza, lakini nitafeel kile ninachokitaka. Na kama we ndoa yako hairuhusu mke zaidi ya mmoja, unaweza ukajikuta unatengeneza michepuko isiyokuwa na idadi. Hakika. Unaweza ukajikuta unatengeneza michepuko isiyokuwa na idadi, ambayo mwisho inaweza kuleta madhara katika ndoa yenu. Kwa hiyo namna ya kuboresha ndoa ni neno pana sana. Tutalieleza kwa upana katika vipindi vijavyo. Lakini nimetaka tu kwanza kuweka msingi ili wasikilizaji wetu wanapoendelea kuifuatilia hii mada waendelee kujua namna ya kuziboresha ndoa zao. Na tutataja kila hatua ambayo mwanamume anapaswa kuifanya na ambayo mwanamke anapaswa kuifanya ili kujua namna gani wanaboresha ndoa zao. Naam. Maboresho ya ndoa na utatuzi wa changamoto za kwenye ndoa utapata kuyajua ZVP Online TV. Na kitu cha msingi na cha muhimu, mimi niendelee kukusisitiza kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare, kwa sababu madini haya hayapatikani sehemu nyingine yoyote isipokuwa ZVP Online TV. Tunaenda break, tukirudi hapa tutamalizia mazungumzo yetu na Dr. Sule. Ni kuboresha ndoa yako. Maboresho ya ndoa pamoja na utatuzi wa changamoto za kwenye hiyo ndoa yako. Ama kwa wewe ambao unahitaji kuingia kwenye ndoa, basi uingie ukiwa kamili, umeshajua ni wapi pa kuanzia, ni wapi pa kumalizia pia. Na yote haya utayapata hapa ZVP Online TV. Naitwa Farida Saif, bado niko na Dr. Sule kwa kuendelea kukujuza maboresho ya ndoa pamoja na utatuzi wa changamoto za kwenye ndoa. Sheikh, naam, tumewazungumzia wanaume kwa nafasi yao kutokana na changamoto ambazo zilikuwepo zinazosababishwa na wanaume. Sasa tungependa kugusia na upande wa wanawake. Ni vipi mwanamke anaweza kuboresha ndoa yake? Kwanza kama nilivyotangulia kusema, tumejaribu kwanza kuweka msingi wa namna mwanamume anavyoweza kuboresha ndoa yake. Kitu cha kwanza kabisa ambacho mwanamume anapaswa kufanya, anachopaswa kutambua ni kujua mwanamke anahitaji nini. Mwanamke anahitaji
kupendwa na kumjali. Sasa ataithibitishaje kwamba unampenda na unamjali? Cha kwanza kabisa ni kuwa na mawasiliano naye ya karibu kwa muda wote. Yaani ushughulishwe zaidi na yeye kuliko kitu kingine chochote, ukitoa shughuli zako za kutafutia maisha. Ukimfanya hivi mwanamke anaona ameshafika pale anapopahitaji. Lakini yako mengine mengi ambayo tutayafundisha katika darasa zijazo, ambazo wanamume wataendelea kujifunza kujua namna gani wanaweza kuboresha ndoa zao, ima wakiwa ndani ya ndoa au wale wanaotaka kuingia ndani ya ndoa. Watajifunza mambo gani wanatakiwa kuyafanya pindi wawapo ndani ya ndoa, ili kuhakikisha anaiboresha ndoa yake muda wowote. Tukirudi kwa upande wa wanawake, kabla ya kujua namna ya kuboresha ndoa, kama ilivyo kwa mwanamume, anapaswa kujua kwamba mwanamke anahitaji nini. Na nimeshasema ni vitu viwili ambavyo ni kumjali na kumpenda. Mwanamume anahitaji naye vitu viwili. Cha kwanza anahitaji kupendwa, lakini cha pili anahitaji kuaminiwa. Tofauti yao iko hapo. Mwanamke anahitaji upendo na kumjali. Mwanamke anahitaji kupendwa na kumjali. Lakini mwanamume anahitaji kumpenda na kumwamini. Tofauti yao iko hapo. Wanawake wengi hawajui kanuni hii, kwamba mume wangu au mwanamume niliye naye napaswa kumpenda, lakini kwanza nitangulize kumwamini. Kwa sababu shida ya wanamume, wana tabia ya kujishtukia. Maneno magumu kidogo si ndo wanamume wenyewe, yaani kinachokisema ndo wanamume wote walivyo, au asilimia kubwa. Kama imetoka basi asilimia chache, labda 10 tu, lakini 90 yote inaingia katika 100. Wanamume wengi wana tabia ya kujishtukia. Sasa kwa kuwa wana tabia ya kujishtukia, anatamani kumuona mke anamwamini. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kwanza ampende, lakini 2 amwamini. Sasa angalia tofauti yao katika mtu anayependa kupendwa na kuaminiwa na mtu anayependa kupendwa na kumjali. Tofauti yao iko hapa. Utaratibu huu niliousema, ambao mwanamke anaweza kufanyiwa na mwanamume, yaani mwanamke akapigiwa simu akafeel comfortable, akahisi raha kwamba mume wangu mimi bwana, yani muda wote yani ni simu tu, na wanawake wenzake wakamuonea wivu na donge kwa namna anavyopendwa na kuulizwa na mumewe. Hii inakuwa kinyume kwa mwanamke, kwa mwanamume. Yaani mwanamke anapokuwa Jumapili, mfano Jumapili, mwanamume kafuatwa na rafiki zake. Mke wangu nimeitwa na rafiki zangu, tunakwenda matembezi, labda mpirani, labda kwenye jambo fulani, kwenye shughuli, vitu tofauti. Mwanamume wakati anaondoka, alafu baada ya nusu saa mke akapiga simu. Mke wangu, mume wangu, habari ya saizi? Ama kama ni Muislamu, salamu alaikum. Kama ni Mkristo, Bwana asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, mfano. Akasalimiwa kwa namna yoyote ile. Mke wangu akajibu ile salamu. Uko wapi mume wangu? Ndio tunakaribia kufika kwenye eneo lile. Akakaa, baada ya risali moja dakika 45 akampigia tena. Mume wangu umeshafika? Vipi? Unaendeleaje? Jambo leno likoje? Mwanamume anawaambia wenzake, simu ya shemeji yenu, ngoja niongee naye kidogo. Ndio hivyo, tuko hapa tunafanya hiki. Anajieleza. Baada ya dakika risali moja tena simu inaingia. Wakati wanaendelea na story na pengine yeye ndo anazungumza, anawaambia wenzake, shemeji yenu anapiga tena. Cha kwanza hao wanamume wanaanza kukereka. Hao marafiki zake hao wanaanza kukereka. Sasa jamaa, tunafanya vitu vya maana, yani kila saa simu za mke tu. Unaona tofauti yao? Wale kule walipokuwa wakisikiliza simu, walimuona mwenzao anafanya nini? Anafaidi. Lakini hao wanamume wanaziona zile simu za mwanamume mwenzao ni nini? Kero. Yaani ndo tofauti iko hapo, kwa sababu huyu anataka kupendwa na kuaminiwa, huyu anatakiwa kupendwa na kumjali. Ndo tofauti iko hapo. Sasa inafika mahali simu zinazidi zile. Mwanamume ana react. Akiona simu ya tatu,
mke wangu, si nilikwambia nina jambo? Mbona simu zimezidi? Hatuaminiani. Una nini? Anawaka. Kwa sababu simu za mwanamke zinamfanya mwanamume ahisi haaminiki. Sijui umenielewa? Kwamba anapelekwa katika mazingira ya kwamba pengine wingi wa simu za mwanamke, na pengine video call. Mwanamke anatamani mpigia mmewe video call apate kumuona. Na yeye yale maneno ya video call yanamkera. Earphone kaziacha kwenye gari, alafu huko anapigiwa video call. Earphone hana hajanunua, pengine hana uwezo wa kuwa na earphone. Anaona anakerwa tu na maswali. Anaropoka sasa, anakuwa mkali mwanamume, anaanza kumkaripia mke. Kwa nini anamkaripia? Kwa sababu anaona anambana, anamnyima uhuru, anamtengenezea mazingira ya kuto kumwamini. Kwa hiyo mwanamume badala ya kufurahia ile hali ya kutafutwa, inamchukiza. Ndio tofauti iliyopo baina ya mwanamume na mwanamke. Sasa kitu cha kwanza kabisa mwanamke anapaswa kujua kabla ya kuiboresha ndoa. Jambo la kwanza, mwanamke anapoingia ndani ya ndoa au anapotaka kuingia ndani ya ndoa, na ninakwambia wewe mwanamume au mwanamke uliye ndani ya ndoa au unayetaka kuingia ndani ya ndoa, lazima kwanza principle hizi mbili uzijue. Mwanamume kwenye ndoa anapenda nini na anahitaji nini? Mwanamke kwenye ndoa anapenda nini na anahitaji nini? Ili ikusaidie kile ambacho kinamkera mwenzako usikifanye, na kile mwenzako kinamfurahisha ukizidishe, ili kuiboresha ndoa yenu. Kwa hiyo wanawake wengi wamepotea hapa, wamekosea hapa. Yaani hajui mume anahitaji nini. Kile anachokitamani yeye kufanyiwa, anahisi ndicho hicho mwanamume anahitaji kufanyiwa, jambo ambalo ni vitu viwili tofauti. Kwa wakati mwanamke anakwenda na interest zake za kuwa anatamani mawasiliano ya mara kwa mara, mwanamume hapendi mawasiliano ya mara kwa mara anapokuwa mbali na mkewe, hasa anapokuwa kwenye shughuli zake. Kwa hiyo inachopaswa mwanamke ni kujua kwamba mume wangu nikadirie basi angalau kwa siku nimtafute mara ngapi. Lakini usimuulize maswali, uko wapi mara kwa mara. Uko wapi? Unafanya nini? Swali hilo wanamume wengi linawakera. Kwa nini? Kwa sababu anahisi moja kati ya mawili. Ima humwamini au unataka kufuatilia nyendo zake za maisha zikoje. Unapopiga video call mara kwa mara, anakuona wewe lengo lako sio mapenzi, unataka kujua kakaa na nani. Na yeye anaamini kwamba kutaka kujua kakaa na nani humwamini. Maanake wewe umeshajenga mashaka na wasiwasi kwake. Sasa tendo hili linaweza kumpelekea mke asipotafutwa mara kwa mara, humjengea hisia kuwa hapendwi na mume ana mtu mwingine anayemshughulika. Mwanamume anapotafutwa mara kwa mara, huhisi mke hamuamini, na mwisho wa siku anamtafutia sababu ya kumfanya wagombane. Mwisho wa siku badala ya kuiboresha ndoa inabomoka. Ndoa inakuwa haina amani. Kwa hiyo badala ya kuwa mna maneno ya furaha na mapenzi katika ndoa, badala yake mtakuwa mnazungumza vitu muhimu tu. Mwanamume anauliza tu, chumvi mshanunua? Hela ya chakula ushaipata? Kitu fulani kishakuwa? Hii ishakuwa? Majibu, yani anakuuliza yale mambo ya msingi tu. Kwa sababu we mwenyewe umemwandaa mwanamume kumfanya akuone umwamini. Na wewe mwanamume ambaye una delay kumtafuta mkeo, humfuatilii mara kwa mara, umetoka kazini asubuhi, umetoka nyumbani umekwenda kazini asubuhi, hujampigia simu, hujampigia picha, hujamtafuta, huna mawasiliano naye. Ukirudi mwanamke anataka kuangalia simu yako. Hakuna send message zenye vikopa vya love you, miss you, honey. Sasa anatafuta, kama huyu mimi hanitafuti, nani anayemshughulisha? Ndio hapo wanawake wengi anakuvizia, ukienda kuoga tu anachukua simu kwanza anaangalia ndani. Lengo lake anataka kujua nani anakushughulisha kama sio wewe. Kwa sababu wakati unamuoa, wewe ulionyesha yeye ndio namba moja wako. Inakuwaje tena leo huna muda? Kama wakati ule wa ndoa ulikuwa, kabla ya uchumba ulikuwa unamtafuta. Manake kabla uchumba watu wengi wanatafutana. Kipindi cha uchumba unakuta mtu yuko tayari hata asafiri amfate mwenzake. Sio ajabu kumuona mwanamume ametoka nyumbani
amekwenda kwao na mwanamke saa 6 usiku, anaendelea kutia naye story, japo nyumba njia ya kwenda kwao ina vibaka, lakini anasahau ile swala la kwamba atapigwa bisibisi, atapigwa nondo, atasachiwa vitu, kwa sababu mapenzi yamekuwa makubwa. Na mwanamke anaadapti ile tabia, anaizoea ile tabia, na kuona namna unavyokimbizana na yale mapenzi yake kwako. Siku ya ndoa ile mapema, fungate, mwezi mmoja wa kwanza, saa 1 tu ukitoka kazini, wewe tayari uko nyumbani, anaanza kuona yale mazingira unayoyafanya wewe muda wote ukiwa unavyorudi wapi? Nyumbani. Lakini baada ya mwaka mmoja ameshakuwa na mimba na mtoto, sasa unabadili, badala kurudi saa 12, saa 9:30, saa 11, 12 uko nyumbani, anaanza kukuona saa 5 usiku. Mimi niko busy sana kipindi hiki. Mwanamke anaanza kujenga maswali, kwa sababu ukweli uko hivi, mwanamke ana uwezo mkubwa wa kufikiri na kuona ukweli kwa kulichunguza jambo kuliko mwanamume. Yaani Mungu kamuumba hivyo mwanamke. Yaani mkiwa mmefanya jambo, yaani mwanamume kamkosea mwanamke na mwanamke kamkosea mwanamume, mwanamke ana uwezo wa kumdanganya mwanamume asijue hata kwa mwaka mzima, lakini mwanamume hawezi kumdanganya mwanamke hata kwa masaa 20. Mwanamke ana akili nyingi kupita maelezo. Ila sifa ya wanawake wengi wanaishi kubali aishe. Yaani akishaona amezidi, na kwa sababu anaitaka ndoa, anakubali aishi. Sasa mwanamke akiishi kwenye kubali aishi, hana mapenzi na wewe. Atakuwa anakaa kwa maslahi yake, ima ya mapenzi anayopata kutoka kwako, au ya kiuchumi, au ya familia yake anayopata kutoka kwake, msaada wa kifamilia, au watoto alionao. Anakuwa hana namna, anaishi na wewe ili aweze kumaliza tuungwe kwa sababu ya yale maslahi yake. Na pindi anapoyapata akajitosheleza, sio rahisi, sio jambo gumu mwanamke kukuacha. Ndio maana nikasema ni vizuri sasa tukazungumzia namna ya kuiboresha ndoa, na tukazizungumzia changamoto unawezaje kuziendea na kuzisolve changamoto zinazoweza kukuharibia ndoa. Uijue mada hii ukiwa ndani ya ndoa, na wale ambao kabla hawajaingia katika ndoa wajifunze, ili wanapokwenda kwenye ndoa wawe na uhakika wa kuishi na ndoa vizuri na wafurahie ndoa. Na kimsingi mada hii itakwenda kwa upana mpaka tutajifunza kwa nini mtu anaweza kuwa na mke wake 3, 4, anaishi nao pamoja, alafu wanaishi pamoja, wanapika pamoja, wanakula pamoja. Ni kweli wanafanyiwa dawa? Njia hapana. Jibu hapana. Hawa wote wamejua nafasi ya ndoa na misingi ya ndoa na maisha ya ndoa, ndio maana wanaweza kuishi kama ndugu. Lakini ikiwa familia hawajui mahusiano ya kindoa na umuhimu wa maisha ya ndoa, changamoto za ndoa na namna ya kuiboresha ndoa, ndio inafanya mke na mume mmoja single, lakini mwingine analala na watoto wa kike, mwingine analala sebuleni, mnakutana asubuhi wakati wa kupiga mswaki bafuni. Hii ndio lengo la kuizungumza mada. Naam. Bwana, mambo ni mengi na muda unatutupa mkono, muda umekuwa ni mchache, na niendelee tu kukusisitiza kwamba mada hii itaendelea kwa upana na kuweza kuifahamu ndoa kwa undani, pamoja na utatuzi wa changamoto za kwenye ndoa. Tutaboresha ndoa na tutatatua changamoto zote za kwenye ndoa kupitia ZVP Online TV na kupitia niseme mwalimu ambaye atakuwa anatufundisha kuhusiana na maboresho ya ndoa pamoja na utatuzi wa changamoto za ndoa. Namzungumzia Alhaji Dr. Sule ambaye tutakuwa naye hapa baada ya muda, lakini kusubscribe ndio kutakufanya wewe uwe mtu wa kwanza kupata elimu hii pale ambapo tutakuwa tumeiweka. Naitwa Farida Sif, naomba niweke nukta hapa. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri.